Mimi naitwa wakili Ferdinand Makore, wakili wa Mahakama Kuu. Hapa namwakilisha mteja wangu Bibi Evelyn Chiomba. Huyu mama ni mama mtu mzima mwenye umri mkubwa, miaka 83. Huyu mama amekuja Mahakama Kuu akimshtaki Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert Chalamila, mara baada ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam kutoa amri au maelekezo ya kumwondoa kwenye nyumba ambayo huyu mama amekuwa akiishi tangu akiwa msichana, tangu akiwa binti, akiwa anaishi na mume wake tangu mwaka 78. Katika nyumba hiyo ambayo ipo katika maeneo ya Regent Estate, karibu kabisa na hospitali ya Kairuki Hospital. Nyumba ambayo mama huyu alipata yeye na mume wake, na amekuwa akiishi hapo kwa muda miaka yake yote. Lakini Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, baada ya kupokea malalamiko, akaunda kamati ya uchunguzi, ambayo kamati hiyo ilifanya uchunguzi, na baada ya kufanya uchunguzi ikapeleka taarifa yake kwa Mkuu wa Mkoa kwamba wamejiridhisha kwamba nyumba ile si mali ya Bibi Evelyn Chiomba. Na kwa maana hiyo sasa Mkuu wa Mkoa akatoa maagizo au amri ya kwamba kuanzia tarehe 6 ya mwezi wa 5 mama huyu anatakiwa aondolewe au tuseme afurumushwe, aondolewe kwa nguvu na mabavu chini ya usimamizi wa askari polisi na mabangu na watu wengine. Wakaenda kutekeleza amri hiyo ya kumwondoa mama huyu, bibi huyu kama unavyomuona, kwenye nyumba ambayo amekuwa akiishi, nyumba ya ujana wake mpaka amezekea nayo, kwa maelezo kwamba nyumba ile si mali ya huyu mama wala si mali ya marehemu mume wake mzee Chiomba, bali ni mali ya watu ambao wanafahamika kwa majina ya Shuma, yani Shuma family. Sasa baada ya amri hiyo, mama akaona ni vema kuja Mahakama Kuu kuja kutafuta sasa tafasiri ya kisheria, ikiwa Mkuu wa Mkoa ana mamlaka kisheria ya kufanya uchunguzi, lakini pia ya kushughulikia migogoro ya ardhi, kwa maana ya utatuzi wa migogoro ya ardhi na kutamka nani mmiliki kati ya watu ambao wanagombania haki hiyo. Kwa hiyo Mahakama Kuu imekuja kuulizwa maswali hayo na iajibu kwamba endapo Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam anayo mamlaka ya kisheria ya kuweza kushughulika na migogoro ya ardhi na kutamka nani mmiliki wa ardhi. Kwa hiyo mama ameleta maombi ya mapitio kwa maana ya judicial review, akiomba ruhusa ya kumshtaki Mkuu wa Mkoa ili aweze kuja kujibu kama katika sheria ya ardhi au sheria ile inayoitwa sheria ya usimamizi wa mamlaka ya mkoa kwa maana ya Regional Administration Act, kama inampa mamlaka yeye kama Mkuu wa Mkoa au yeye na ofisi yake au yeye na kamati yake ya kuweza kushughulika na migogoro ya ardhi. Hayo maswali sitaki niyajibu, yatajibiwa na mahakama kwa sababu ndio kesi ya msingi ya bibi huyu. Kwa hiyo amri ile ambayo imepelekea kumtoa kwenye nyumba, hadi leo unapozungumza na wewe mwandishi wa habari, mama huyu hana pa kuishi kwa sababu ndio nyumba pekee ambayo amekuwa anaifahamu, ndio ameishi na majirani zake muda wote, ndio kwake, ndipo alipopata watoto wake wote hapo Regent Estate Mikocheni. Sasa pamoja na mambo mengine, leo pia tumeomba mahakama, tulivyoingia mbele ya chemba ya Mheshimiwa Jaji Kerekiano, Arnold Kerekiano, pia tukaomba mahakama iweze kutoa amri za muda mfupi, inaitwa interim reliefs, wakati maombi ya msingi yanasubiria kusikilizwa au wakati Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na watu wake wakiandaa viapo kinzani. Tumeomba amri ya kuiondoa kwa muda ile amri ya Mkuu wa Mkoa iweze kukaa pembeni ili mama aweze kurudi kwenye nyumba yake, aweze kupata mahala pa kuishi wakati tunasubiria kesi ya msingi kusikilizwa. Amri hiyo inaitwa interim reliefs au interim order. Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji baada ya kutusikiliza pande zote mbili, kwa maana ya sisi waleta maombi pamoja na mawakili wa wajibu maombi, kwa maana wakili wa serikali pamoja na wakili wa wale Shuma family, mahakama imeamua yafuatayo: kwamba wakati tunasubiria usikilizwaji wa shauri hili,
ameiweka pembeni amri ya mkuu wa mkoa na kumtaka bibi Evelyn Chiomba arudi kwenye nyumba yake wakati tunasubiria maombi haya kusikilizwa. Kwa tunasema ameweza kutoa amri ya maintenance of status quo ante, yani hali kama ilivyokuwa kabla ya amri ya mkuu wa mkoa ibaki kama ilivyokuwa, maintenance of status quo ante. Lakini pia ametoa amri zingine za ziada za kumzuia mkuu wa mkoa yeye mwenyewe na ofisi yake na kamati yake pamoja na mawakala wake wote kutoendelea kumsumbua, kutoendelea kuingia pale wala kumzuia mama huyu asirudi kwenye nyumba ile wakati tunasubiria kesi ya msingi kusikilizwa. Kwa hiyo kwa hatua hii sasa bibi huyu ameruhusiwa na mahakama kuu kurudi kwenye nyumba yake wakati tunasubiri kesi ya msingi kusikilizwa. Kwa hiyo ameondoa amri ya mkuu wa mkoa na amewazuia kwa maana ya temporary injunction, amewazuia wasiweze kumsumbua tena hadi kesi ya msingi itakaposikilizwa na kuamuliwa hapo baadaye. Kwa hiyo baada ya hayo mheshimiwa jaji ameweka amri na kuwataka ofisi ya mkuu wa mkoa kupitia mwanasheria mkuu wa serikali kufaili au kuleta viapo kinzani kwa maana counter affidavit ndani ya siku 14, na ameamua kwamba ifikapo tarehe 29 ya mwezi wa 5 mwaka huu tuweze kusikilizwa kwenye kesi ya msingi.